Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa Meham Swahili katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Kutokana na mvuto kati ya Marekani na Iran, wachambuzi wa mambo wamekuja na mambo manne yanayoweza kutokea katika mzozo wa Marekani na Iran. Inamaanisha kuwa Marekani pamoja na Iran zipo katika mipango ya kurudi katika duru ya pili ya mazungumzo ya kusitisha mapigano, huku ujumbe kutoka Pakistan ukiwasili katika mji mkuu wa Iran, Tehran. Usitishaji wa mipango ambayo umeelezwa kwamba utadumu kwa wiki mbili bado upo, na baada ya zaidi ya saa 20 za mazungumzo kati ya Marekani na Iran yaliyojadiliwa nchini Pakistan, ambao ilimalizika Jumapili bila maendeleo yoyote. Baada ya kushindwa kwa mazungumzo ya awali, Rais Donald Trump alitangaza kile alichokiita katika mpya dhidi ya Iran, kuzuia meli za Iran kuingia katika bandari zake kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya maji kwa biashara pamoja na mafuta. Jambo la kwanza ambalo wakati huu wachambuzi wa mambo walitaja ni kurudi vitani. Aprili 8, Iran na Marekani zilikubaliana kusitisha mapigano kwa wiki mbili baada ya majuma kadhaa mapigano. Tofauti katika tafsiri na vifungo vya makubaliano ya kusitisha mapigano zimewafanya baadhi ya waangalizi kuona makubaliano hayo ni njia ya kusitisha tu vita kwa muda na sio makubaliano endelevu ya kuacha kabisa kupigana. Wanasema kwamba nafasi ya kufikia makubaliano ilikuwa haipo tangu mwanzoni wa mzozo, na ilipoanza ilitengeneza mazingira ya kupunguza mvutano huo. Tofauti hii katika mazungumzo inaongeza kutoamini na kutilia shaka uimara wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Ikiwa juhudi za kurudi kwenye meza mazungumzo hazitaleta matokeo chanya, usitishaji huu wa mapigano utakuwa ni njia ya kupumzika tu, kuruhusu pande hizo kupona, kujipanga upya, kutathmini upya nafasi zao na kujiandaa kwa awamu inayofuata kwa vita. Jambo la pili ni mashambulizi ya wastani ambayo yanatarajiwa. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba jambo lingine linaloweza kutokea ni kurudi kwenye aina ya mapambano ambayo yanaweza kuelezwa kama mapambano yasiyokuwa na makali. Hii ina maana kwamba mzozo unaweza kufikia kiwango cha vita kamili na pande zote zinaweza kuchukua hatua za kijeshi ambazo zinaweza kujumuisha kuendeleza kwa mashambulizi machache dhidi ya miundombinu, malengo ya kijeshi au hata njia za usambazaji. Kadhalika, kuna kuongezeka kwa shughuli za makundi yanayounga mkono Iran huko Iraq na Bahari ya Sham. Kunaweza kupanuka kwa wigo wa kijiografia katika mzozo huo. Mchambuzi Hamid Reza Aziz amesema kuwa pande zote mbili zinataka kutumia mbinu zao za kutoa shinikizo la kuwashawishi upande mwingine bila kuingia katika vita hiyo ambayo ni kamili. Amesema kwamba ikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano yatavunjika kwa upande wa Iran, inawezekana kuchukua hatua kupitia vikosi vyake vya washirika, hasa huko nchini Yemen. Hata hivyo, wachambuzi wameenda mbali zaidi na kusema kwamba wakati huo kutakuwa na mwendelezo wa kizuizi. Rais wa Marekani alitangaza kwamba jeshi la majini la nchi yake linakusudia kuweka kizuizi cha majini dhidi ya Iran, kuzuia meli za kiraia au meli za mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini pia alitishia kuzuia meli zozote zitakazolipa ada ya usafiri kwa Iran katika maji ya kimataifa ili kuvuka mlango huo wa bahari. Mkakati huo unaonekana kwamba unalenga kizuizi cha Iran kupata mapato ya mafuta na kunyonga uchumi wake, na wakati huo huo kuathiri China ambaye ni mshindani muhimu zaidi wa Marekani, ambaye ndio mnunuzi mkuu wa mafuta kutoka huko nchini Iran. Hata hivyo, wachambuzi wengine wanasema kuwa gharama kubwa ya Marekani kutekeleza mpango huo ni kuviweka vikosi vyake vya kijeshi karibu na Iran, kutavifanya viwe katika hatari zaidi ya kushambuliwa. Zaidi ya hayo, ili mpango huo uwe na ufanisi, vikosi vya majini
vitalazimika kuendelea kuwepo karibu na mipaka ya Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia Mem Swahili. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue mengi ya siasa za duniani.